Wapendwa, Bwana asifiwe. Ndugu mtazamaji, na kukaribisha tena tukizidi kutafakari juu ya siri za Baba yetu wa mbinguni. Tuombe. Baba Mungu mkuu unayetawala mbingu na dunia, wewe uliye muumbaji, tuongoze, fungua fahamu zetu, tukuelewe tena na kukuona, wewe uliye chanzo cha uwepo wetu, katika jina la Yesu. Amina. Kawaida katika jamii za wanadamu na zetu wanadamu wote, mara nyingi tunapenda kuzungumza mianzo ya kitu. Watu hupenda kujua babu wa babu wa babu. Watu hupenda kujua chanzo cha kitu fulani. Na mianzo daima imekuwa ni mibaraka mikubwa, kwa sababu inatoa historia ya wapi watu jamii fulani huenda imetoka, lakini kitu fulani kilianzia wapi, kinakwenda wapi na kinakwenda wapi. Hata kisayansi, katika vitu mbalimbali ambavyo tunavitumia katika jamii yetu, vina mianzo yake, vina historia yake ya kwamba hili gunduliwaje, ikafikia kiwango gani, lakini hatimaye iko kiwango gani. Kwa sasa hiyo yote inaonyesha ya kwamba kuna chanzo cha kitu fulani. Sasa hali kadhalika, jamii yetu wanadamu tuna mwanzo. Jamii yetu wanadamu ina mwanzo wake. Katika kitabu cha Mwanzo 1:1 anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Unaona Anasema sisi hatukutokea tu, ila anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na kitenzi kinachotumika hapa aliumba, katika lugha ya asili ambayo ilitumika kuandika Biblia, ni kitenzi ambacho kinatumia neno bara. Bara maana yake ni kwamba Mungu aliumba kutoka kwenye hamna. Yaani hamna kitu, yeye akafanya viwepo. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Mungu wetu na ni mkuu sana. Na unaona kwenye sura ya Mwanzo 1, sura yote, unaona Mungu anasema, kwa mfano kwenye fungu la 3 anasema Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo ndio mwanzo wa kuumba kwetu. Yaani sisi tumeumbwa na yeye. Iwe nuru, inakuwa nuru, ni Mungu aliumba. Lakini pia anapoendelea anakuja anasema ya kwamba kuwe na mianga, nayo inakuwepo. Baadaye anasema kuwe na anga, nalo linakuwepo. Kuwe na viumbe katika maji, vinakuwepo. Lakini mstari wa pekee wa Mwanzo 1:26 anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo unaona hapo anaonyesha dhahiri ya kwamba kumbe hata sisi kuwepo wanadamu ni kwa sababu Mungu aliamua tuumbwe. Kwa hivyo lazima katika maisha yetu, hata wale ambao huenda tulimjua Mungu kabla, lazima viwango vyetu vya maisha ya kiroho vivuke kumuona Mungu kama tu mkombozi, kumuona Mungu kama wa kawaida, na kwenda kumuona Mungu kama tunayeshikamana naye, aliye chanzo cha uwepo wetu. Na kwa sababu hiyo itatupa maana kubwa zaidi ya maisha na kuyaelewa maisha kwa upana zaidi. Ni wazi Mungu ndiye mwanzo wa uwepo wetu, na alipoumba kwenye Mwanzo 1:31 anasema Mungu akaona kila alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Kwa hiyo kumbe Mungu alipoumba aliangalia kila kitu alichokifanya, akaona ni chema sana. Kwa hivyo mpaka hapo inafunua ya kwamba Mungu hakukusudia mabaya yatokee. Lakini katika Mwanzo sura ya 3 kuna mianzo ya dhambi, na dhambi ndio ilibadilisha vile ambavyo Mungu ameumba, na hatimaye tukakumbwa hata na kifo. Lakini pamoja na hayo bado Mungu hakutuacha. Bado kupitia Yesu Kristo alijitoa akafa kwa ajili yetu. Na Warumi 8:32 anasema, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kwa hivyo pamoja na kwamba tulianguka, Baba wa mbinguni alimtoa Yesu Kristo mwanawe pekee. Na ndipo Yohana 3:16 anasema,
Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo unaona, bado lipo tumaini. Tuliumbwa na yeye, tukaanguka katika dhambi, akamtoa Yesu kufa msalabani kwa ajili yetu, na ametuwekea uzima wa milele. Ndio maana anasema ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Rafiki yangu mpendwa na ndugu mtazamaji, kwa kuungana na Mungu tunaungana na aliye chanzo cha kuumbwa kwetu. Tunaungana na aliye chanzo cha maisha yetu. Tunaungana na aliye tamka ikawa. Maana Mungu alikuwa tu anasema, akasema iwe nuru, inakuwa nuru. Kwa hiyo tunaungana na mwenye mamlaka kuu mno. Lakini licha ya kuungana pamoja naye, hapa ndipo kuna faida kubwa sana ambayo Roho wa Mungu atusaidie katika maisha yetu kuzidi kuiona. Tunapoungana pamoja na Mungu, tunapoamua kumtii kama baba yetu na aliye chanzo cha uwepo wetu, anayo ahadi ya uzima wa milele. Siku moja tutaishi milele. Kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo upo umilele kwa ajili yetu. Na sasa hapo utaona picha pana ya maana ya maisha, ya kwamba tunapoungana na aliye chanzo ambaye ni Mungu wa mbinguni, basi tunaungana na ambaye atatuongoza maisha yetu, na si kwamba tutaishia katika kifo tu, bali ameahidi na ufufuo, na kila atakayemwamini upo uzima wa milele kwa ajili yake. Ninakualika, jisikie katika maisha haya, ona fahari kuungana na Mungu aliye chanzo cha uwepo wetu, na daima mueleze mambo yako. Yeye aliye chanzo cha uwepo wetu kwa hekima yake atayaongoza, na hatimaye atakuwa akituandaa kwa uzima wa milele pia. Mungu akubariki. Sisi tu wa thamani kubwa mbele za Mungu. Sisi Baba anatutazama kama hazina kubwa, mpaka ametuwekea na uzima wa milele. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa tafakari na kututia moyo. Jina lako litukuzwe. Asante kwa ahadi yako ya kwamba ikiwa ulimtoa mwanao pekee kufa kwa ajili yetu, utakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye. Na asante maana katika Yesu Kristo tunao mpaka uzima wa milele. Mbariki mtazamaji, tubariki sote, tuandae kwa uzima wa milele, tujalie kuambatana na wewe, tusamehe tulipokata tamaa na kukuacha. Asante maana umetusikia. Baraka zako ziandamane nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana.